kwenye amekaa juu ya mnyama mwekundu sana. Mwekundu sana. Mnyama ni picha ya ufalme au serikali. Amen. Amen. Na kukaa juu ya mnyama ni kuwa na nguvu ya kuongoza ufalme au serikali. Kukaa juu ya mnyama ni kuonyesha kwamba ana nguvu ya ufalme au serikali. Tuko pamoja choze? Tuko pamoja? Hii inamaanisha kwamba kanisa la Roman Catholic Vatican ndio kanisa pekee ambalo lina nguvu ya kuongoza ufalme au serikali. Kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki Vatican ndio kanisa pekee ambalo lina nguvu ya kuongoza ufalme na nini? Na nini? Na serikali. Kanisa la Roman Catholic kwa mfano kule Vatican ndilo kanisa pekee ambalo lina serikali ikiongozwa na papa. Na kito cha thamani na nini? Na nini? Na lulu. Biblia inapozungumzia kupambwa, inapozungumzia kuhusu dhahabu, lulu na vitu vya thamani, inazungumzia haizungumzii mapambo tu peke yake. Haizungumzii tu mapambo ambayo amejilemba nayo huyu mwanamke, lakini pia inazungumzia utajiri alionao huyu mwanamke. Pambwa kwa lulu, kwa dhahabu na kwa vitu vya thamani. Kwa hiyo inapozungumzia hivyo, inazungumzia utajiri alionao huyo mwanamke. Sasa utaona hapo kwenye picha kwa upande wa mapambo, kanisa la Roman Catholic limepambwa kwa vitu vya thamani sana. Jengo la kanisa la Roman Catholic Vatican limepambwa kwa vitu vya dhahabu kwa namna ya kawaida. Inasemekana 99%, 90 kama 99 imejengwa na kupangwa kwa dhahabu, ambayo imefanya kanisa hilo liwe kivutio kikubwa katika utalii. Yote ni vitu vya thamani. Dhahabu ni jengo ambalo lina thamani kubwa sana. Kwa hiyo Ufunuo inapozungumzia nikamuona mwanamke aliyepamba mwenye mapambo ya dhahabu na lulu na vitu vya thamani amepambwa, inazungumzia kanisa la Roman Catholic. Mwenye macho na afahamu hilo. Unaweza ukatusogezea mbele tena kidogo? Ndio. Lakini pia utaona kofia ya papa ambayo inajulikana kwa temple crown. Tiara imepambwa kwa madini ya dhahabu. Amen. 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 Imepambwa kwa madini ya dhahabu. Utaona hiyo kofia imepambwa ni kwa madini tu. Kwa madini tu. Lakini pia utaona kwa upande wa utajiri, kanisa la Roman Catholic ndio kanisa tajiri duniani. Hakuna kikanisa chochote kile, hakuna kanisa lolote duniani
ambalo linaweza likazidi utajiri wa Roman Catholic. Kanisa la Roman Catholic mwaka wa 2022 lilitajwa kuwa na utajiri wa dola za Kimarekani milioni 30. Dola milioni 30. Amen. Amen. Sasa na huo ndio udhibitisho ya kwamba Babeli aliyepambwa kwa vitu vya thamani ni kanisa la